Kama viongozi wa kidini tunaomba Waziri wa Afya Bwana Aden Duale, pendekezo lililotolewa kwa kuwa mtu alipe kwa mwaka, hili tumeona litamuumiza Hasla, litamuumiza Wanjiku. Pendekezo letu irudi iwe ile ya zamani, iwe kwa mtu atalipa kama ni 500 iwe 500, kama ni 300 kila mwezi. Kwa sababu unapoweka kwa mwaka, kuna mtu ambaye hawezi kuzipata pesa hiyo, ni kumaanisha kama tunawafungia wengine nje kupata matibabu ya SHA. Ili hali SHA iliwekwa kumsaidia Wanjiku. Wale mabwenyenye wanaweza kulipa hizo, na wao wana pesa kulipa katika hospitali, lakini huyu Wanjiku atakosa nafasi hii ya kutibiwa katika mfumo huu wa SHA. Pendekezo letu, ikiwa inaonekana lazima iwe hivyo, basi igawanywe mara 3. Iwe ni kota ya kwanza, nusu na fuli. Ni kumaanisha mtu anaweza kulipa miezi 4 kwa uwezo wake, miezi 8 ama ni fuli. Hii iwekwe na kama hiyo. Lasi hivyo itakuwa SHA haitofanya kazi. Na kwanza tunashukuru kwa kuwa imeanza kutoa natija, lakini hili isije kuharibu natija ambayo kwamba inatoka. Ina manufaa makubwa zaidi, hata mimi ni mmoja ambaye natibiwa nayo. Lakini la kusikitisha ni kwamba juzi wamepitisha kila mmoja aweze kulipa mwaka mzima ama upewe loan. Ninaomba hivi, SHA kila mmoja na kiwango cha kulipia. Kuna watu ambapo hawawezi kumudu kupata shilingi 300. Kwa hivyo kupata shilingi 3,600 kwa mwaka hawawezi. Kuna watu hawawezi kumudu kwa namna yoyote ile. Tuchukue kwa mfano makanisa na misikiti. Sisi huwa mara nyingi tunawalipia wale ambapo hawajiwezi, wachache. Tunalipa kila mwezi, tunasema fulani asaidiwe. Hatuna pesa ya kulipia watu labda 50. Haiwezekani. Tungeliomba kwamba ibaki jinsi ilivyokuwa. Mwenye uwezo aweze kulipa mwaka mzima, akiweza kulipa mwezi 6 alipe, lakini mwenye kuweza kulipa kwa mwezi aendelee kama ilivyokuwa, asifungiwe nje, kwa sababu akifungiwa basi itakuwa serikali haijaweza kumsaidia. Na moja katika sheria za serikali ni kuwa ni kupambana na ugonjwa, kupambana na njaa na makao watu wapate na kadhalika. Kwa hivyo tukifungia watu wengine nje, ina maana hawajaweza kusaidiwa na serikali kuweza kufikia huduma.